Rika manda roko sakarama kuria basekerese. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Umetupa tena kibali asubuhi ya leo, tumeona nguvu zako na utukufu wako wa ajabu. Baba yangu ninakutukuza kwa uweza na nguvu zako za ajabu sana. Umekuwa mwema na mwaminifu sana kwetu, na watoto wako tumeona nguvu zako tena Bwana, ukituamsha. Utukufu umekuwa ni mkuu sana katikati yetu. Asante Yesu, hata pale tulipokuwa tuna nguvu umetushindia. Hata pale walipotushambulia majira ya usiku umetuponya. Hata pale walipotushika wewe umetusaidia, tumeponyoka. Hata walipotuma mishale, wewe Yesu umekuwa mwema, mishale haikutupata. Ni nani aliye kama wewe, Baba yetu mwema, mfalme? Tunakutukuza kwa sababu tumeona nguvu zako asubuhi ya leo na utukufu wako. Wanao tumeshuka mbele zako tena kwa rehema nyingi, tukiomba rehema sana katikati ya hatima ya maisha yetu. Sisi ni wakosaji Baba, tumekosa mara nyingi, tumejikwaa na mara nyingi tumekuacha. Lakini asubuhi ya leo tumeisikia sauti yako ya kwamba wewe ni Mungu wa rehema. Wewe ni Mungu wa rehema, unarehemu kizazi cha 3 na kizazi cha 4 cha wakuaminio. Nasi Baba tumeshuka mbele zako tukiomba rehema zako zilizokuu juu yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu, asante kwa sababu mkono wako upo kwa ajili ya kutusaidia. Mkono wako umedhihirika, mkono wako umekuwa mkono mkuu. Nasi asubuhi ya leo tunahitaji mkono wako wenye nguvu, ukatusimamishe watumishi wako na wajuri wako. Hatuna Mungu mwingine zaidi ya wewe wa kutusaidia. Ni wewe peke yako wa kutushika mkono, ni wewe peke yako wa kutuinua, ni wewe peke yako wa kutusimamisha, ni wewe peke yako wa kutufikisha kwenye hatima. Kanda ramando roko shanda ramakoria. Shukuru Mungu, mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Fungua kinywa chako na mwambie Roho Mtakatifu asante. Mwambie Roho Mtakatifu asante, mwambie Yesu asante. Ramando roko shanda ramando roko shaka. Rekanda ramando roko ya masika. Mwambie Baba asante, mwambie Baba asante. Mwambie Baba asante, mwambie Baba asante. Tamka mbele za Bwana. Kuna neema, kuna nguvu, kuna utukufu wa ajabu saa hii unatembea. Kuna nguvu ya Mungu ya ajabu saa hii inatenda kazi. Mwambie Baba asante, mwambie Baba asante. Rikanda ramando roko shanda ramando rokota. Reka Baba sanda ramakoria basika. Yamando rokoria manda ramanda saka. Rekanda ramando roko shakata. Ninaona nguvu ya Mungu ikitenda kazi saa hii na uwezo wa kimungu ukidhihirika katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. My Jesus, my glory. Wakati ninasikia sauti ya asubuhi ya leo, ninasikia sauti ya Mungu kwa namna ya ajabu sana. Inawezekana unapita kwenye changamoto na unatamani Mungu afanye jambo kubwa asubuhi ya leo. Umeteseka kwa miaka mingi na ugonjwa, umeteseka kwa muda mrefu na hiyo hatima yako ikiwa imeharibika, kazi zako zikiwa zimefunga na kila kitu ikiwa imeharibika, na unapita mahali ambako unahitaji tusimame pamoja na wewe na maombi. Ninaomba chukua namba ya WhatsApp ya 0679645759, na kama uko nje ya nchi anza +255 save namba hiyo, lakini pia nitumie, niambie changamoto iko wapi na tutasimama pamoja tutaomba. Lakini chukua hatua, share maombi haya, peleka kwa rafiki yako na jamaa yako popote pale alipo. Utaona mkono wa Mungu ukimsaidia na mkono wa Mungu ukigusa maelfu ya watu. Ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana. Kila siku asubuhi weka agano la kusimama na dhabihu, la kusimama na sadaka maalum. Kumbuka watu wengi wanaomba, lakini watu wengi ni wavivu kwenye kusimama na neno la Mungu, kwenye kutoa sadaka. Na nataka nikwambie, maombi ya kuomba bila sadaka hauwezi kupata matokeo.
Ifike mahali mwambie Baba, nasimama na sadaka hii. Utaona vile ambavyo sadaka hii inaenda kuleta udhihirisho na neema kubwa sana ambayo hujawahi kuiona. Kamata sadaka yako na itume kwenye 0756 934 903. Hii ni namba ya Vodacom ya M-Pesa, na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu akidhihirika kwa namna kubwa sana. Neema ya Kristo ni kubwa sana. Mkono wa Mungu uko tayari kutukokoa, kuponya maelfu na kudhihirisha nguvu zake. Na Bwana ametupa kibali na ametupa upendeleo. Tuone neema ya asubuhi ya leo. Sadaka yako ya asubuhi inafungua milango mikubwa. Risanda ramando roko shaka. Ninasikia Mungu akiniambia asubuhi ya leo anayo neema kubwa ambayo anataka kuiachilia. Neema hii ni neema kubwa, itakusogeza, utapiga hatua na utaenda kwenye viwango vikubwa kupitia maombi ya makubwa sana. Asubuhi ya leo naisikia neema kubwa sana. Neema ni kubwa sana asubuhi ya leo. Na Bwana ametupa tena kibali cha upendeleo mkuu sana kuitangaza tena neema kubwa asubuhi ya leo. Neema ya kibali, neema ya kuinuliwa, neema ya kutukuzwa. Hii ni asubuhi njema, asubuhi ya kuinuka, asubuhi ya kufanikiwa, asubuhi ya kunyanyuka tena, asubuhi ya kuinuka tena, na asubuhi ya kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Na wewe ni miongoni mwa mtu ambaye anatamani kuinuka asubuhi ya leo. Bwana iachilie neema kubwa sana na utukufu mkubwa sana kwa ajili ya neema yake kubwa sana, kwa ajili ya ufalme wake. Kwa hiyo ninaachilia neema ya kimbingu, isiyo neema ya kawaida ambayo Baba anaenda kuiachilia. Biblia inasema ile Mithali sura ya 11 na ule mstari wa 10 inasema, wenye haki wastawipo mji ufurahi, waovu waangamia, watu upiga kelele. Biblia inasema wenye haki wastawipo mji ufurahi. Umeona hii siri? Anasema wenye haki wanapostawi mji unafurahi. Na ndio maana asubuhi ya leo ninaita ni asubuhi ya kustawishwa, ni mithali ya kustawishwa. Tunaposema kustawi, maana yake tunasema kufanikiwa. Biblia inasema ya kwamba wenye haki wastawipo mji ufurahi. Ina maana furaha inakuja tu baada ya wewe kustawi. Furaha inakuja baada ya wewe kuona matendo makuu. Furaha inakuja baada ya wewe kustawi na kufanikiwa. Ninajua sahihi Mungu amekupa tena kibali kusikiliza maombi haya, lakini naona upako wa kustawi. Ninaona upako wa kustawi. Anasema hivi, wenye haki wastawipo mji ufurahi. Maana yake usipostawi, hamna furaha itakao kuja kwenye mji, hamna neema itakao kuja kwenye mji mpaka ustawi. Upako wa kustawi ni upako wa kufanya uongezeke na kuzidi. Ni upako wa kufanya unyanyuke na kwenda kwenye viwango vikubwa. Upako wa kustawi ni upako ambao unakufanya wewe unyanyuke kwenda kiwango kingine. Upako wa kustawi ni upako ambao unakufanya wewe unyanyuke uende kwenye utukufu mkubwa. Upako wa kustawi ni neema inayokufanya wewe uende kwenye hatima kubwa ambayo imeshikiliwa kwa miaka mingi. Na mimi asubuhi ya leo nataka niachilie upako wa kustawi, na Baba akustawishe kila eneo na kila kona. Ukastawi kwenye hatima yako, ukastawi kwenye uchumi wako, ukastawi kwenye maisha yako, ukastawi asubuhi ya leo. Umekuwa unapita changamoto, umekuwa unapita kwenye shida, umekuwa unapita kwenye taabu, umekuwa unapita kwenye majanga, umekuwa unapita kwenye hatima yako mbaya, umekuwa unapita kwenye mambo mazito, mambo magumu. Mungu akustawishe asubuhi ya leo. Pokea neema ya kustawi na wewe asubuhi ya leo. Ustawi na kufanikiwa sana, ustawi na kunyanyuka sana, ustawi na kwenda kwenye viwango vikubwa sana. Mungu akustawishe, Mungu akustawishe. Mtu aliyestawi neema yake huwa inaongezeka, neema yake huwa ni kubwa. Na wewe Baba akustawishe, neema ya kustawi iwe juu yako. Tunapokwenda kuomba na ukijiachilia mbele za Bwana, uwe na uhakika Baba anakwenda kuachilia ustawisho, na unakwenda kustawi
na mji wako unaenda kufurahi, na kazi yako unaenda kufurahi, na biashara yako unaenda kufurahi, na uzao wako unaenda kufurahi. Na tamka katika jina la Yesu Kristo, popote pale ulipo, nataka uinue mkono wako, na kama una sadaka yako, chukua sadaka kwa mkono wako, mwambie Baba, asubuhi ya leo nataka upako wa kustawishwa, upako wa kustawishwa, asubuhi ya kustawisha, ile nguvu ya kustawisha ije juu yako. Baba yangu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtoto wangu mahali kokote anakonifuatilia, anaposikia maombi asubuhi ya leo. Neema yako ni kubwa sana, utukufu wako ni mkuu sana, uweza wako ni wa ajabu. Nami natamka katika jina la Yesu, asubuhi ya leo naachilia nguvu ya kustawi, neema ya kustawishwa katika jina la Yesu Kristo. Rika mandorosa karabakuria, yandara mandorosa karabakuria, ekeya mandosa karabakusha, katika jina la Yesu Kristo. Omba neema kustawi. Mayaka yanda rika tere kosha, raka ya baba katasata, ekere sanda rama kosha, ya baba. Anza kutamka, mwambie Baba, naomba unipe neema ya kustawishwa, nipe neema ya kustawishwa, nistawi kazini, nistawi kwenye biashara, nistawi kwenye hatima maisha yangu, nistawi kwenye hatima yangu, nistawi kwenye neema yangu. Mandoro shakarabakuria, ya baba saraba kare mashaka rama sanda rama kosha, ekere sanda rama kosha, ya baba raba kashanda rabakuria, endere sakarabakuria, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nipe neema kustawi. Yesu, nipe neema kustawi. Yesu, nipe neema kustawi. Mandoro shakarabakaria, ya baba raba sanda ramandoro kosha, ya baba sanda rabakuria, ya baba sanda ramakuria, ya baba sekereresha, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nipe neema kustawi, 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 nipe neema kustawi. Asubuhi ya leo napokea nguvu ya kustawi, napokea neema ya kustawi, napokea upako wa kustawi, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Nataka nikupe siri moja kubwa sana asubuhi ya leo. Kama unataka Mungu akustawishe, lazima uwe na mbegu maalum, inaitwa mbegu ya kustawi. Na hapa watu wengi hawajui kabisa. Biblia inasema Yakobo akapanda mbegu katika mwaka ule, akapata kipimo 100 kwa kimoja, na akastawi sana na akafanikiwa. Kwa kama Mungu amekupa neema ya kustawi sawa sawa na neno la Yakobo kwenye Mwanzo 26, na wewe chukua mbegu maalum kama sadaka ambayo utasimama nayo kwa ajili ya kustawishwa. Na wewe popote pale unaponisikia, wala ambao wana mbegu yao ya sadaka, sahihi nataka niombee mbegu hiyo katika jina la Yesu Kristo. Inua mkono wako ukiwa na hiyo mbegu. Baba, naibariki mbegu hii kama sadaka ya kustawisha. Mtumishi wako anapoitoa sadaka hii, milango ya neema ikafunguke katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Amen. Tuma sadaka yako namba ya Vodacom ya 0756 934 903. Baba akupe neema ya kustawi. Nenda ukastawi sana katika jina la Yesu Kristo. Sema amina, amina. Karibisha sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania. Wako maelfu ya watu wanakusanyika kumwona Yesu Kristo mtenda miujiza. Shalom, 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 shalom.